katika mechi kubwa kama Yanga Afrika ama Simba ama Azam, nadhani inakuwa rahisi kwa upande wetu kama wale walimu. Maanake vijana, hakuna kijana katika mpira hata hivi kucheza mchezo mkubwa kama huu. So mentally vijana naweza sema wako ready, na ukijaribu kiangalia vijana wamefanya kazi yangu mimi kama mwalimu inakuwa rahisi, mimi na benchi langu la ufundi. Na ukijaribu kuangalia so far tumecheza mchezo wa kwanza mgumu Simba, tumecheza mchezo wa pili mgumu Azam, leo mchezo wa tatu. So naona kama kwangu, naona Baijana nikifanya mazoezi na jaribu kuangalia, naona wachezaji wangu wote wako ready, naona kuonesha kuwa wako ready kamili kweli. Kitu ambacho nitasema, yale maneno nafikiri huwa nawapatia vijana wangu kwa mechi kubwa kama hiyo. Huyo alitoka kumsikiliza ni kocha wa klabu ya Pamba Jiji ambao siku ya kesho watakuwa na mchezo dhidi ya Young Africans, akisema kuwa kwenye mechi kubwa huwa wanaga muda wa kufanya maandalizi makubwa kwa sababu hakuna mchezaji asiyekuwa na hamu ya kucheza mechi kubwa. Unajua alichokijibu mwalimu wa Young Africans ambaye kila siku amekuwa akizungumza, leo amekuja na majibu. Utamsikiliza naye kwa upana amewajibu nini waandishi wa habari baada ya kuulizwa swali, kwa nini wewe kila siku unatajaga madhaifu ya wenzako? Lakini akasema mimi sitaji madhaifu. Utamsikiliza, nisimalize uhondo huu, utakuja umsikilize mwenyewe kocha wa klabu ya Young Africans akitaja sababu yake kuu ni ipi, ameweza kuifafanua kwa kina. Kila siku tulikuwa tunazungumza anamjuaje mtu, sasa hii leo yeye mwenyewe binafsi amefunguka, utamsikiliza vizuri. Lakini tutaanza na kauli uliyoisikiliza ya Francis Baraza mbele ya kikosi cha Young Africans ambacho kimecheza michezo mitatu, magoli 11, Pamba Jiji akiwa bado hajaanza vizuri katika msimu huu wa ligi kwa NBC. Bakari Kasim, kwema ndugu yangu? Nipo vizuri. Mzima wa afya kabisa. Sasa kwenye taarifa wakati tunamzungumzia kitu kikubwa, wakati anasema wachezaji wanaenda kwenye mechi kubwa hawahitaji maandalizi makubwa. Sasa unampa taarifa mtazamaji kwamba kitu kikubwa bana ni internet safi ya router ya 5G ambayo inapatikana hapa Data Sports kwa 250,000. Vifurushi ni kuanzia 70,000 na kuendelea kutokana tu na matumizi yako. Sasa hichi ndio kinawezekana ni kitu kikubwa sana ambacho hakihitaji maandalizi makubwa, kwa sababu unapokichukua tu kaweka papo, uhakika unakuwa na watu zaidi ya 30. Unataka nini kikubwa zaidi ya hichi ambacho watu 30 na kasi ile ile ya 5G? Bakari Kasim, tuanze na kauli ya Francis Baraza, mmoja wa kocha bora, amepita Kagera Sugar na this time yuko na kikosi cha Pamba Jiji, anaposema wachezaji hawahitaji maandalizi makubwa ambayo amefanya, anajiamini ashafanya maandalizi yake makubwa, lakini mchezaji binafsi anajua kwamba anaenda kucheza mechi kubwa na hakuna mchezaji asiyependa kucheza mechi kubwa. Hii inajenga nini kwa wachezaji, lakini kwa mtazamaji anayekusikiliza na mchezo mbele yake ni Young Africans siku ya kesho? Ya mwalimu Francis Baraza hapo kama yuko kwenye sentence kaongea vitu viwili. Kama msikiza kwa makini kwamba walimu wanakuwa hawana kazi kubwa kuandaa wachezaji kuelekea kwenye mechi kubwa, na cha pili kwamba wachezaji wenyewe wanazipenda mechi kubwa. Cha kwanza kwamba mchezaji yoyote anapojua kwamba tunaenda kucheza mechi kubwa, automatic kuna ile morali inakuwa kwenye kikosi ambayo haihitaji mwalimu. Wachezaji wenyewe wanasema kwamba wanakuwa wanahamasika, wanaamini kwamba ni mechi ambayo kama ukionyesha ubora mkubwa unaenda kujenga career yako pamoja na jina lako pia. Ni mechi ambayo mnaenda kushindana na wachezaji ambao mara nyingi kwenye vichwa vya habari huwa mnashindanishwa kwamba huyu bora na huyu bora. Kwa kama mechi ambayo unaenda kujipambanua, unaenda kuonesha kwamba kwa nini wewe unastahili kuwa bora kwenye kipengele hiko. Kwa hata walimu unakuwa, hata barani Ulaya nishakusikia walimu mbalimbali wakisema kwamba zinapofika mechi kubwa huwa morali na hamasa zinakuwa kubwa sana, kiasi cha kwamba mpaka walimu wanapaswa kufanya kazi pia wazipunguze sana, kwa sababu unajua kwamba morali ikiwa kubwa na kujengia confidence. Confidence ikiwa kubwa ukienda kwa kujiamini sana, automatic kwamba unakuwa hautekelezi majukumu yako kikamilifu. Unasema kwamba unakuwa kama unamdharau mpinzani wako. Confidence, yani confidence automatic ikishakuwa kubwa tu, maana yake inakujengia kwamba hata mtu ambaye unapaswa kuweka ile tunasema kwamba hofu ya kufanya makosa na kumogopa mpinzani inakuwa ndogo sana. Unasema kwamba huyu namudu, hau mechi mimi nitafanya hiki hapa. Sasa Bakari Kasim, naomba nikushikilie hapo kwenye neno la hofu na kutomogopa mpinzani. Utaanzia hapo. Tumsikilize mwalimu wa klabu ya Young Africans akizungumzia eneo hilo la namna ya kumhofia mpinzani. Yeye huwa akija kuzungumza na waandishi wa habari huwa anataja anamfahamu fulani. Kwanza msikilize nisije nikamaliza uhondo. Huyu hapa mwalimu wa klabu ya Young Africans. I don't remember mentioning the weaknesses of the opponent, but maybe you can remind me. I always try to
to show respect to my opponent by first not calling players by numbers as if they are cows, but try to know their names so that I show respect to the person that I'm talking about, instead of saying number 20, number 5, number what, because it does not sound good. And also to do my work and make sure that I know the opponent so that my players understand what we are going to be playing against, because that is very important for me to do my assignment and then help the players to understand the opposition better so that the opponents are a little bit of an open book. Moja ya kitu ambacho nimekipenda kwenye mazungumzo ya mwalimu wa Young Africans leo ametoa majibu. Kwa nini huwa anatajaga mtu na jina lake mpaka watu wanashangaa, huyu kocha sikatoka South Africa juzi, imekuwa kwaje anamfahamu mpaka mchezaji mmoja mpaka wale wengine wakasema mbona unajua wachezaji wa kule ndani. Moja ya comments nimekutana naye, eti anajua wachezaji wa Uswahili wakati ndo ametoka juzi South Africa. Hapa ndo ametoa heshima kwamba yeye hamtaji mtu kama Ng'ombe, maana muda mwingine Ng'ombe ndo huwa zinataja kwa namba tu, namba 32, na kipindi cha utumwa na sisi tulikuwa tunaitwa kwa numbers, namba fulani, lakini yeye anamtaja mtu kwa jina lake na ameappreciate kile wanachokifanya. Yeye hayupo pale kuzungumza udhaifu wa mtu fulani, yeye yupo pale kuzungumza uimara wake. Mfano ameweza kuelezea vizuri Pamba Jiji walivyo bora maeneo kwenye transition. Amezungumzia swala labda mwalimu kuna muda anabadilika kutoka baada kwenye mifumo tofauti kadri anavyochezesha mabeki wake. Akamzungumzia uwezo wa Sare Karabaka, uwezo wa Zabona. Kwa mwalimu ameweza kuzungumza vizuri. Sasa tuendelee pale alafu ndo tuje sasa tuchukue maneno ya mwalimu. Swala la madhaifu ya mpinzani nilikuwa napitisha tu uhondo kutokana na alichokizungumza mwalimu wa Young Africa. Kule mara ya kwanza nilikuwa nazungumza kwamba kuhusu kwamba confidence ikiwa kubwa automatic pia unaweza kuitengenezea hata room ya kufanya makosa. Kwa maana kuna zile basic ambazo basic ambazo huwa hauzifanyi kwa usahihi. Yani hasa hata leo kwamba unapanda ulingoni. Yani ukishamdharau tu mpinzani wako, maana yake automatic ya kujiamini kwako inakuwa ni kubwa. Kwa automatic unakuwa umakini wako haupo kwa 100%. Kwa sababu unaona kwamba huyu ni mzembe, nitampia tu muda wote. Inatokea kwamba KO mmoja umeangushwa chini. Kwa hata walimu kwamba wanapenda confidence ziwe kubwa, morali ziwe kubwa, lakini zikishazidi kile kipimo ambacho wanakihitaji kinakuwa kwamba hakioperate katika ile concentration wao umakini ambao wao wanautaka. Sasa nikija kwa mwalimu wa Young Africans, yani nipo sahihi kwa 100%. Na naongea bila kuficha. Unajua Hasani, kuna kitu kingine kinaitwa Uswahili. Kwa maana wa Tanzania tuna huo Uswahili wa mtaani. Ndio kitu ambacho kimetumika. Watu wengi wanamtafsiri mwalimu wa Young Africans kwamba ni mjivuni, ana kiburi, kwamba ndio hivyo ego yake ni kubwa zaidi, kwamba ni mwalimu ambaye anapenda kujiona, au kwa lugha rahisi wanasema kwamba mjuaji. Unajua Watanzania wengi wapo hivi, na hii ni siwafiche wanatafsiri wakisha kuona kuna kitu kwamba umesikia ni majeuri, yani kuna kitu kwamba upo aware kwenye kitu fulani. Sasa mtu akikushindwa kwenye kucompete na kwenye kwa kitu anakupa neno kwamba ni kama ile akushushe kwamba yani unasema kwamba akwaiu kisaikolojia kwamba yule mjivuni, yule mjuaji. Mtu akishakwambia tu wewe ni mjuaji, unajua kuna engo umemzidi. Na ndio Watanzania wapo hivi hata kwenye maisha kawaida tu. Ndio bwana yule fulani mjeuri, mjivuni, mjuaji, unajua kuna engo ambayo yeye alizani atakuja compete na wewe lakini umemwacha. Akakuta kwamba una vitu vingi sana unavijua. Kwa hiyo sasa akurudishie nyuma, akufadhaishe, ndio anakuambia kwamba ni mjuaji. Kwa nini nakwambia hivyo? Mwalimu wa Young Africans hakuna siku ambayo amekaa kwenye press conference akasema kwamba JKT nenda kushambulia upande wa kushoto watakuwa vibaya, au Pamba Jiji mipira ya juu watakuwa vibaya. Hapana. Kitu cha kwanza anachokifanya ni kuwasifia. Utasikia kwamba labda Ramadhan Chalamanda ni mzuri mguuni, utasikia labda Yusuf Dunia ni mchezaji ambaye anapiga sana pasi za ndani. Yaani mara nyingi kwamba anataja uimara wa timu. Na hapo kasema kwamba mchezaji mmoja na timu kiujumla. Na hapo kasema kwamba mimi na appreciate. Umeona kwa lugha alotumia kwamba ninachokifanya ni ku appreciate yale mazuri yao. Ndio tunasema kwamba kama mtu anajua sio dhambi kumsifia hata kama atokei kwako, lazima umpe moyo wake. Sasa mwalimu apofanya vile, na nilisikia hata kwa baadhi ya wadau wa soka na baadhi pia ya walimu ambao wapo kwenye ligi kuu NBC Premier League, ingawa wengine hawakutoka rasmi, kwamba wanaamini ni mjivuni, ni mwalimu ambaye anajiona, lakini kwamba anachokifanya sio kitu kibaya. Tumeona kwa Pep Guardiola, mimi nitakukumbusha kuelekea UEFA Champions League kati ya Manchester City na Liverpool. Kabla hiyo mechi yake ya nyuma walicheza Manchester City na Fulham, I think ni Fulham, kama sio Fulham Crystal Palace. City ile game walipata hali ngumu sana. Kuelekea ile mechi Pep Guardiola akiwa na msaidizi wake wakawa wanaizungumza front three ya Liverpool kati ya Mohamed Salah,
Roberto Firmino na Sadio Mane. Mpaka Pep akasema kwamba kama kuna nyota tishio ni Mohamed Salah, kwamba anaweza akacheza kama false number 9, pia anacheza kama winger. Kwa hatujui leo atakuwa bora kwenye eneo gani. Sasa kwamba tumeona kwa makocha wenzetu wakifanya hivyo. Tunasikia wakina Hansi Flick wakiongea akiwa Bayern Munich. Yaani tukitolea mfano tu Pep Guardiola amemaliza mechi ya pili, ilikuwa ya mwisho kwenye race za ubingwa. Aliwaambia kabisa vijana, akamwambia guys, here we have the end. Let Arsenal be the title. Hatuna tunachoendelea kufanya. Ubora alionao, yani alitaja madhaifu akasema Arsenal, akasaja ubora wa Arsenal. Akasema hapa sisi tumeshamaliza, tukamilishe ratiba. Sasa ukienda kwa wenzetu walioendelea, kile kitu wanasema kwamba ameact professionalism, kwamba una accept hata uimara wa mpinzani wako. Lakini kwetu tukija kwenye ule Uswahili tunasema kwamba mjuaje bwana, huyo simjivuni, huyo ana kiburi tunajua. Na ukichochea kwamba afisa habari wao Alishaban Kamu alisema kwamba hii timu kocha mjeuri, mashabiki wajeuri, viongozi wajeuri, kwa sababu kwamba watu wanarifaa kwamba hawa washa kusema hatuchezi na hawakucheza kweli. Hawa watu walishawahi kufungwa wakafunga mziki kwenye klabu yao wamtake mwenyekiti. Hawa watu walishawahi kuwapokea wageni ambao wanacheza na mpinzani wao. Kwa hiyo ni kama unaunganisha zile dot, lakini ukienda kiuhalisia yule kocha Yanga anachokifanya ni kocha yote anaweza akafanya. Alikuwa anafanya kasi mliogope akiwa Dodoma Jiji kama kocha msaidizi. Lakini watu kwa mchukuliko kwa ukubwa kusema kwamba alikuwa apewe time hiyo. Lakini kwa Mungu anachokifanya ni kama anatusema kwamba ana appreciate wapinzani wake. Na pia ile inakuwa kama wake up call kwa mpinzani kwamba nishajua nyota yako hatari. Kwa hiyo wewe lazima ubadilike kulingana na mahitaji ya game. Kwa mimi kwamba no hard feelings kwenye chochote kile. Wala sina negative energy kwa kocha wa Yanga wala kwa kocha wa Pamba Jiji. Yeye anachokifanya kocha wa Yanga ni katika sehemu ya kile ambacho yeye anaenjoy kukifanya. Hayo yalikuwa ni maneno ya Bakari Kasim, tukizipitia kauli hizi mbili ambazo walimu wamezizungumza kuelekea mchezo wao wa kesho ambao utachezwa katika dimba la KMC Complex. Kuna moja ya kitu ambacho amekizungumza mwalimu Francis Baraza hatujakuwekea, lakini nataka tukijadili mimi na Bakari Kasim. Alizungumza kunako kubadilisha viwanja, kwamba jana walitumia kiwanja cha nyasi bandia, alafu leo asubuhi wameamka kwenda kutafuta kiwanja chenye nyasi hizi asilia. Walitumia kapeti, alafu asubuhi wameenda kutumia kitaalamu. Hapo kuna football gani ambayo labda kwamba uwanja amesema viwanja vinabadilika, vinawezekana na shida, ile hali wao wamezoea kutumia kiwanja kile cha CCM Kirumba ambacho ni nyasi asili, yani bila kupinda inakuwa inakata kwa namna moja. Kwa sababu unapo train kwenye nyasi bandia ni tofauti na muda ambao unaenda kukutana kwenye nyasi asili. Kuna vitu vingi vinabadilika kwa sababu ukizungumzia nyasi bandia maana yake ni carpet. Mpira huo unakimbia kwa kasi sana. Yaani kwamba mpira speed yake inakuwa ni kubwa sana. Alafu pia ushakusema kwamba kwa nature ya ule uwanja inatika viatu ambavyo vina meno yake yanashika chini. Sasa sitaki kwenye meno viatu utabadilisha. Lakini kwenye ile kutrain kwamba kule mpira unakuwa unakimbia sana. Hata mguso wake ambao ukirunda tofauti na kwenye kiwanja ambacho kina nyasi original, kwa hata zile sessions zinabadilika. Hata ukienda Uingereza, timu ya mwisho kubadilisha kiwanja ilikuwa Aston Villa, walikuwa wanatumia carpet. Ndio pao kaambia kwamba lazima viwanja vyote viwe na nyasi asilia. Yaani kuna namna moja kwamba inakuwa kwamba yani kama leo, yani kama Hasani leo kwamba tuseme kwamba leo umelalia mkeka. Alafu kesho yako ndo kulalia godoro. Umeona huo tofauti, unalala chini lakini kuna huo tofauti. Kwa kocha Francis Baraza namuelewa kwamba mmeteni nyasi bandia mara kapeti. Leo kapeti mara nyasi bandia, kwamba kuna vitu lazima vibadilike kwenye mazoezi yenu. Kuna ile speed ambayo kuna kuongezeka na kuna kupungua. Na kuna vile basic ndogo ndogo za mchezaji kwenye kuliati kiwanjani huwa kama kuna vinakuja na kutokea, sababu kwamba yani kwamba haimpi nafasi ya kuzoea huo uwanja, kwamba bwana ni nyasi bandia popote unapoenda nyasi bandia. Mwalimu hata anapopanga session zake anajua kuna kutokana na nature ya kiwanja hapa tunafanya hivi. Alalamika mwalimu Steve Barker yeye kwamba sio nyasi bandia, ni kwamba pitch ya system Kirumba kwamba accept kwamba kutoka sehemu kwamba mpira inabidi utembee chini unaenda Kirumba ambapo unahitajika kufanya matumizi mengi ya mipira ya juu kwa sababu uwanja unakuwa haukuruhusu. Kwa hiyo mimi namuelewa kuwepo na mchanganyiko huo, na wenzetu barani Ulaya soko bahati mbaya wakasema kwamba wanahitaji nyasi original tu, hawataki bandia, kwamba nyasi zenyewe picha asilia kwenye viwanja vyote. Sema hii umenipa exclusive, sio na labda itakuwa ni taarifa nyingine kwa mtazamaji kwamba Ulaya wanatumia nyasi viwanja vyote washatoka kule nyasi ni nyasi asilia. Na nikukumbushe kwamba zilitoka fununu, hii ndo nakupa sasa uwanja exclusive ndani ya Data Sports TV. Uwanja wa New Aman Complex umefanywa marekebisho. Ule uwanja kiasili nyasi bandia ambapo kuelekea hapo ni inasemekana zitakuwa nyasi asilia, kwa sababu
wanachofanya nani ya wakafu ni kwamba mechi za AFCON lazima zishinde kwenye uwanja ambao una nyasi asilia. Fuatilia AFCON ya Cameroon, fuatilia AFCON ya Morocco, kwamba hakuna nyasi bandia, wanaweka nyasi nini asilia. Lakini lazima kwamba zitunzwe na zikae kwenye level ambayo inatosha kwenye mashindano husika. Umeona Benjamin Mkapa, kwa nini una host michuano mingi sana? Kafu anataka tournament nyingi sana hapo Benjamin Mkapa. Ni nyasi asilia ambazo zipo kwenye level ambayo zinamruhusu mtu kushindana. Watu wengi hawajakuwa bado aware kwamba mtu akitazama Santiago Bernabeu, mbona kama nyasi bandia? Lakini ni asilia zile. Angalia mechi inavyoenda, uwanja unachimbika kabisa. Mchezaji nyasi kwenye jezi na kuwa kwamba ile ukijani anauchukua kabisa. Ulaya tayari walisha move on kwamba kwenye nyasi bandia wameenda kwenye nyasi asilia. Na baada ya kujua kwamba viwanja vyenye nyasi bandia vinasababisha sana injury za kwenye issue za magoti ACL huwa zinatokea sana. Kwa hiyo kama waka move on kwa namna hii ili pia kuwalinda wachezaji na kufanya mpira uchezwe kwenye nyasi asilia, ndio kama chimbuko ambako mpira umetokea huko. Ndio maana ukienda Afrika Magharibi, uwanja unachezwa mpira unachezwa mtaani kabisa. Kiwanja cheupe kabisa kina upara, watu wanaupiga. Sasa wale ukiwachukua kuweka kwenye nyasi asilia zenyewe, ndio tunaona wakina Sadio Mane, wakina Crepin Diata, wakina Idrissa Gana Gueye, wakina Alhaji Malik Diouf, kwa watu ambao wamecheza mpira sehemu ambapo kuna kokoto kabisa. Sasa unapometa kwenye zile nyasi kwamba commitment yake inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo kwa kocha Francis Baraza namuelewa. Kuna hiyo kwamba wanasema kwamba kuna hiyo kwamba kuna huo mchanganyiko. Yaani hasa hata wewe leo nyasi bandia, kesho kiwanja asilia, leo bandia, kesho asilia. Inakuwa kwamba I sound good kwenye mbinu na hata kwenye wachezaji kuyapokea mazingira mbalimbali. Ni kama ambavyo unatoka kwenye baridi unaenda kwenye joto. Unaenda kuwacheza wachezaji wetu. Kutoka Afrika Mashariki kuna joto. Unaenda sehemu zenye baridi, labda Afrika Kaskazini, Algeria, tunasikia kwamba wanapitishiwa shuka pale. Mna mazoezi kula moja leo kuleta eti wako mazoezini amejifunika blanket ile. Aila wa Tanzania. Huyo alikuwa ni Bakari Kasim akikueleza vizuri kunako moja sababu ambayo ameizungumzia kocha wa Pamba Jiji Francis Baraza, swala la kubadilisha kiwanja, akisema unatoka kwenye nyasi asili unaenda kwenye nyasi bandia. Tulikuwa tunatazama, lakini nikukumbushe tu nisije niliweke vizuri kwamba mchezo huo nao utakuwa live kupitia Data Sports TV, lakini mchezo wa baadaye wa Simba na wao utakuwa live kupitia Data Sports TV. Sasa cha kufanya, tembelea kurasa zetu za Instagram lakini na YouTube ili kujipatia tangazo na habari zote za mpira huu. Mimi ni Hassan Sanamu, nilikuwa naye Bakari Kasim, nyuma ya kamera ni director Pako. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.